na tutaendesha kampeni, hautachaguliwa. Mtaje wewe. Siwezi kumtaja. Nifuate nje kama nitamtaja. Yaani wewe umekaa muda mrefu. Amekukera sana. Yaani wewe tangu umechaguliwa kuwa mjumbe, unakwenda kutukashifu sisi. Nguvu yetu sisi ni kubwa. Unaona namba zake zinasomaje? Ana wastani wa magoli 25. Kama katika kutoka kwenye ligi gani hapo? Kutoka kwenye ligi alikokuwa anacheza. Wapi? Kwani alikuwa anacheza wapi? Nataka utuambie. Sisi tunakuuliza wewe. Tumeona, kwani tulikuwa tunaona anacheza? Mwaka jana amecheza msimu wapi kwenye ligi gani? Lakini namba si umezisikia pale? Mtaje. Saidia chochote wewe. Mtaje tu. Mbona kama huja tusaidia chochote, ondoka. Nafasi yako atachukua Isa Mangungu. Huyo ataje. Nafasi yako atachukua Isa Mangungu, atachukua Priska Kishamba. Huyu ni wa zamani, unaondoka mzee. Wa zamani kati ya wale. Anaondoka, hatutakuchagua. Tupe kodi bana. Huwezi kututukana na influencer, unaondoka wewe. Amekudharau sana. Ametudharau. Ni nani? Unaondoka. Jina lake linaanza na nani? Jina lake linaanza na G. Asanteni sana. Asante, nashukuru, na hili naomba nilizungumze kwa utulivu sana. Niwapongeze wagombea wote ambao wanakwenda sasa kuomba ridhaa ya kuchaguliwa kwenda kuiongoza Young Africans. Natambua kwamba wote ambao wameomba nafasi hiyo wana deserve. Ni sisi kuangalia ni nani na nani ambaye tunaweza tukampa nafasi. Lakini nani kathibitisha kwamba zimetupiliwa mbali? Bado watu wanaishi kwenye tetesi. Tuwaambie wana Young Africans, tumeambiwa bado wachezaji wawili. Tuwe watulivu kusubiri hao wachezaji wawili. Mimi unayenita chawa kutumia vyombo hivi vya habari, watu kutoka Katoro wametuma bei gani? Nimekuonyesha bei gani wametuma. Wametuma pesa nyingi kwa ajili ya kuwapatia kadi. Wewe unaniita mimi chawa? Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hotbees. Yaani unacheza na timu kama ile dhofu hali. Mimi nikuhakikishie, ile timu iliyocheza na Simba kama ingekuwa imecheza na Yanga kwa watashe, mimi nakwambia wale wangefungwa hata goli 20. Nakwambia timu mbovu, halafu Simba na shambulia yeye, na uzuri wamewatumia wachezaji wao wote ambao wamewasajili. Maana yake usajili uliousajili wewe ndio umeutumia. Kuna wengine hawakucheza lakini. Sawa, lakini asilimia kubwa wamecheza. Tumemwona Kevin Nation kacheza. Tumemwona lakini shughuli yake. Kevin Nation alisaidia nini Simba? Unaona shughuli yake. Alisaidia nini? Kwa sababu mimi naona ni mchezaji wa kawaida sana. Tunapozungumza kwamba katika soka la kisasa unatakiwa ulete damu changa, ulete wachezaji ambao watakuja kuonyesha kitu tofauti. Wewe unamleta mchezaji ambaye ana misimu 11, amecheza kwenye ligi, anatoka hapa anakwenda hapa. Anakuja kukuofa nini? Anakuja kukusaidia nini? Lakini ni kwa sababu hatukatai, labda kwa sababu Wallace Karia ametoa nafasi ya wachezaji 40. Pengine atawafaa. Atawafaa. Yes. Lakini niwaambie, ni bora waende, nafasi bado wanayo. Waende wakamchukua Njita wa Azam. Wakamchukua Njita wa Azam. Na niwaambie, wengi amuitazami Azam amuiangalie. Niwaambie Azam, ongeleni sana kwa usajili mzuri. Kama mmeleta wachezaji pengine kutoka Ufaransa na kufuata nyayo za kaka zenu Young Africans, mimi niwahakikishia Azam FC, uhakika wa namba yenu namba 2 kwenye msimamo wa ligi na ligi kumalizika upo. Usajili mlioufanya, hakika namba yenu namba 2 ambao mlipokonywa na Simba FC, Simba Sports Club, namba yenu mnaichukua. Na Azam FC tutamuona mwakani akicheza klabu bingwa. Nafasi yake ya pili anairudisha. Mbona mnadharau Simba kiasi? Simba hujamuona. Usajili ondoka na wawili watatu wale. Hebu mimi nataka uniambie kitu kimoja. Wewe umeifahamu umeangalia michuano ya Sekafa, si ndio? Hivi kwa timu kama ile iliyokuwa inacheza na Simba, Simba wa kushindwa kupata magoli kwa timu kama ile? Niambie wewe. Una Chama. Yaani mimi nikwambie, nenda kaangalie. Osman Wabuza anawekewa mali na Kratos Chota Chama, hujaona? Chama wakati anaiweka mali anaiangalia huko, anajua kabisa bao. Alafu mwisho wa siku sio bao. Chama mwenyewe anashika kichwa namna hiyo, anasema da, wana Simba wamepigwa. Simba wamepigwa. Cheka la mabao. Osman Wabuza. Jamani, bado nafasi mnayo. Fanyeni usajili. Fanyeni usajili. Yaani kwa namna hii mtaendelea kulalamika GSM wanaharibu ligi. Sasa hivi kutoka kwa GSM wanaharibu ligi imetoka.
Sasa hivi mmehamia kwenye sehemu nyingine. Hatuhitaji mpaka kufikia mwisho wa ligi tuanze kusikia anaanza kulaumiwa Wallace Karia, bodi ya ligi, tumeukosa ubingwa kwa sababu ya waamuzi. Waamuzi wetu mnawafahamu, waamuzi wetu mnayajua madhaifu yao, si umeelewa? Waamuzi wetu hawana utofauti na Jurio, waamuzi wetu hawana utofauti na Jurio. Leo hii wewe ambaye umeachwa na Mashujaa, wewe ni mwalimu, pengine bado usajili unaendelea, unaweza ukatakiwa na timu yoyote, unaenda kusema kwamba wewe ni Simba na ulishawahi kuuza mechi. Maana yake ni kwamba unawaonyesha Watanzania kwamba hata ile mechi ya Simba na Mashujaa, maana yake ni kwamba uliuza. Wewe ni kocha, na hawa ndio wanafanya walimu wetu wa ligi yetu wadharauliwe, na hawa ndio wanafanya wachezaji wengine wazawa wasiaminiwe. Yuko mchezaji, mimi nilikuwa najiuliza kama angekuwa na mapenzi na Yanga upande wake ule pale, Simba asingekuja kutoboa kiasi kile. Yaani Simba anakwenda kupata sare, anapita kwake, magoli yote anapita kwake. Maana yake ni nini? Hawa wanapandikiza vipandikizi. Acheni mapenzi kwenye kazi, fanya kazi. Niwapongeze sana Mashujaa kwa kumuondoa kazi, kwa sababu anaonekana aliuza mechi za Simba. Bwana, nimalize na hili hapa, mnaelekea kwenye uchaguzi mkuu wananchi. Kitu gani hasa ambacho mnachokihitaji kuelekea siku ya Jumapili ya tarehe 2? Asante, nashukuru, na hili naomba nilizungumze kwa utulivu sana. Niwapongeze wagombea wote ambao wanakwenda sasa kuomba ridhaa ya kuchaguliwa kwenda kuiongoza Young Africans. Natambua kwamba wote ambao wameomba nafasi hiyo wana deserve. Ni sisi kuangalia ni nani na nani ambaye tunaweza tukampa nafasi. Lakini kuna kitu kimoja kimeendelea siku ya jana, sijakipenda. Yuko moja kati ya wagombea hao wajumbe, mtu mmoja anamwambia kuna watu wanashindwa kulipa ada kwa sababu ya hawa ambao mmewapa kipaumbele ma-influencer. Aliyekwambia mtu halipi ada ni nani? Wewe unawajua watu ambao halipi ada? Sio, umeelewa? Leo hii anajitokeza yule mgombea anasema ndapo nitakapochaguliwa hawa ma-influencer wote na wafyeka. Sio, umeelewa? Yaani wewe ni mgombea unasema hawa ma-influencer mimi nitawafyeka, hawa ni machawa. Yaani mjumbe unakuja kuomba kula kwa kina Kizinga, unatukashifu, unasema sisi ni machawa. Wewe ni chawa Kizinga. Mimi unaniita chawa kutumia vyombo hivi vya habari. Watu kutoka Katoro wametuma bei gani? Nimekuonyesha bei gani wametuma. Wametuma pesa nyingi kwa ajili ya kuwapatia kadi. Wewe unaniita mimi chawa. Watu 20 kutoka Katoro wametuma fedha zao na kwenda klabuni kuwakatia kadi. Wewe unaniita mimi chawa. Wewe ni mgombea ambaye hutufai. Umekaa kwenye klabu yetu, ulikuwa ni mjumbe, lakini hufai. Siwezi kukutaja jina, lakini ulichokifanya jana kwenye kikao cha jana Magomeni hutufai, na tutaendesha kampeni, hautachaguliwa. Mtaje. Siwezi kumtaja. Nifuate nje kamera nitamtaja. Yaani wewe umekaa muda mrefu. Amekukera sana. Yaani wewe tangu umechaguliwa kuwa mjumbe unakwenda kutukashifu sisi. Nguvu yetu sisi ni kubwa. Leo hii hapa nasema jamani, wewe ambaye unataka kadi ya wanachama, nitafute mimi, Enjoy DM. Wanakuja hivi. Na idadi ya wanachama takriban 18, fedha zao ninazo kwenye simu. Na kwenda klabuni kwenda kutoa. Unaniita mimi chawa. Kuliko mjumbe. Na mimi nina nguvu kuliko mjumbe. Upi? Viongozi wetu watuletee wachezaji ambao watatufikisha mbali zaidi. Na wachezaji waliotambulishwa, hakuna mwana Young Africans hata mmoja ambaye amedoubt kuhusu utambulisho wale wachezaji. Ni wachezaji ambao tulikuwa tunawahitaji wa daraja la juu, wamekuja. Na shughuli yao kila mmoja anaifahamu. Hakuna asiyefahamu shughuli ya bwana mdogo ambaye amepita kwenye academy ya Marseille Ufaransa. Unatuletea chombo umetoka Marseille Ufaransa. Unatuletea mtu ambaye amepita katika academy mbalimbali. Watashe. Bwana, udevu huko hapa. Mimi nakuhakikishia tumepata mtu kweli kweli. Unaona namba zake zinasomaje? Ana wastani wa magoli 25. Kama katika kutoka kwenye ligi gani hapo? Kutoka kwenye ligi alikokuwa anacheza. Wapi? Kwani alikuwa anacheza wapi? Nataka utuambie. Sisi tunakuuliza wewe. Tumeona, kwani tulikuwa tunaona anacheza? Mwaka jana amecheza msimu wapi, ligi gani? Lakini namba si umezisikia pale? Mwaka jana amecheza. Huko alikokuwa anacheza mimi sijui. Wewe unatujali namba. Mimi natujali namba. Na ukweli wamesema pale namba zake. Wastani wa magoli 25. Sawa. Na huko alikokuwa anacheza ni katika nchi ambazo zimeendelea kimpira. Tofauti na kwetu. Kama katika nchi iliyokuwa imeendelea amefunga wastani wa magoli 25.
Je, katika ligi yetu sisi kwa tafunga magoli mangapi? Maana yake kwenye wastani wa magoli 40-50 anaweza kayafikisha. Kwa hiyo tumepata jitu kweli kweli la kwenda kupachika magoli. Mimi naamini ile tuzo ya mchezaji bora wa mwezi imempata mwenyewe. Ile tuzo ya man of the match mara kadhaa mfululizo imempata mwenyewe, labda tu wa binafsi. Yalikuwa madili mengi yalikuwa yakihusishwa na Young Africans, Girimugisha, lakini pia vile Peter Shalulile. Madili haya yanaonekana yametupiliwa mbali kabisa. Young Africans kwenye swala la Kibunda wameshindwa kufikia pale ambako vilabu walikuwa wakihitaji kufika ili muweze kupata huduma za wachezaji hao. Nani kathibitisha kwamba zimetupiliwa mbali? Bado watu wanaishi kwenye tetesi. Tuambie wana Young Africans, tumeambiwa bado wachezaji wawili. Tuwe watulivu kusubiri hawa wachezaji wawili, jezi namba 6 na huyu mchezaji ambaye Ali, afisa habari wa Young Africans, amesema katika wale wachezaji waliokuwa wanahisiwa na wachambuzi yumo. Sasa tuangalie ni nani wale wachezaji waliokuwa wakihisiwa na wachambuzi. Wachambuzi wamesema Girimugisha kamalizana na Young Africans, Aziz Ki kamalizana na Young Africans, Peter Shalulile kamalizana. Tusubiri tuone Girimugisha, Aziz Ki, Peter Shalulile na wengine, je, wamemalizana na Young Africans? Lakini nachoamini mimi, naamini katika maneno ya Ali kusema nilivyomposti GSM na engineer nikanyosha mikono, maana yake amemaliza usajili bora barani Afrika. Tusaidia chochote wewe. Mtaje tu. Mbona kama huja tusaidia chochote, ondoka. Nafasi yako atachukua Isa Mangungu. Huyo ataje. Nafasi yako atachukua Isa Mangungu, atachukua Priska Kishamba. Huyu ni wa zamani, unaondoka mzee. Wa zamani kati ya wale. Anaondoka, hatutakuchagua. Tupe kodi bwana. Huwezi kututukana my friends, unaondoka wewe. Amekudharau sana. Ametudharau. Ni nani? Unaondoka. Jina lake linaanza na nani? Jina lake linaanza na G. Asanteni sana. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hot Peas.